vyema tutambue kwa uchaguzi mkuu wa viongozi wa serikali ni mchakato wa msimu mmoja tu ndani ya kipindi cha miaka mitano. Muda mwingine wote maisha lazima yaendelee. Hivyo basi jukumu letu sote kwa pamoja ni kujenga nchi yetu na kuifanya kesho yetu iwe bora zaidi kuliko jana yetu. Niwasihi tuendelee kuilinda itikadi yetu ya umoja na mshikamano. Ndugu zangu, wote tunaitakia mema nchi hii, tumesikitishwa na kuhuzunishwa na matukio ya uvunjifu wa amani, upotevu wa maisha na uharibifu wa mali za umma na mali za watu binafsi kwenye baadhi ya maeneo hapa nchini, hasa kwenye majiji na miji. Kilichotokea hakiendani na taswira na sifa za Kitanzania na sio Utanzania. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia na kuchunguza kwa undani zaidi kilichotokea na kuirudisha nchi katika hali tuliyoizoea kwa haraka. Kamati ya ulinzi ya kitaifa na kamati za ulinzi za mikoa na wilaya, na wataka muhakikishe kuanzia leo maisha ya wananchi yanarejea mara moja. Amesema hapa Rais wa Zambia na Rais wa Burundi. Machafuko ndani ya nchi si mema, hayana bei, hayana thamani na si faida kwa yoyote yule. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe sana tuzingatie umoja, amani na utulivu wa nchi yetu. Ndugu zangu, nitumie fursa hii kutoa onyo kama mama, kutoa onyo kwa wale wote waliochochea uvunjifu wa amani. Na nawataka watambue kuwa vurugu na uvunjifu wa amani huishia kupimana nguvu na uwezo wa kujihami, ila mazungumzo huzaa mshikamano. Sasa tuchague lenye manufaa kwetu, kwani usalama wa taifa lolote hulindwa na wote kwa nguvu zote na gharama zozote. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, kama kawaida kwa nchi zenye mfumo wa kidemokrasia hualika waangalizi wa uchaguzi kutoka jumuiya za kimataifa na kikanda kuja kushuhudia mchakato wa uchaguzi. Uwepo wao huongeza uhalali wa juhudi zetu za kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwenye mazingira ya uwazi, haki, heshima na utawala wa sheria. Kwa muktadha huu, tunazishukuru jumuiya zote zilizoleta waangalizi wa uchaguzi. Kutoka Afrika, tulikuwa na waangalizi kutoka Umoja wa Afrika AU, Jumuiya ya Nchi za Maziwa Makuu ICGLR, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. Pamoja na hao, tulikuwa na wengine kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni. Makundi yote ya waangalizi yameshatoa taarifa za awali na tunawashukuru kwa kuwa nasi, na kwa heshima kubwa tumepokea maoni yao. Hata hivyo, kama alivyowahi kusema Rais wa awamu ya 3 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Benjamin William Mkapa mwaka 2000 wakati akiapishwa kuwa rais, na hapa nanukuu kipande tu cha hotuba hiyo kinachosema: nawashukuru watazamaji wa kimataifa kuja kushuhudia uchaguzi wetu ulivyofanyika. Walipotusifu tumepokea sifa hizo kwa unyenyekevu mkubwa. Tumesikia pia waliodhani hayakwenda sawa na mengine hata sisi wenyewe tumeyaona. Maagizo ya kutuelekeza nini cha kufanya tumeyakataa. Ushauri wao tutauzingatia ili tufanye vizuri zaidi siku zijazo. Mwisho wa kunukuu. Ndugu wananchi, sifa moja ya mwanadamu ni kutokukamilika. Aliyekamilika kabisa
bila kasoro yoyote ni Mwenyezi Mungu peke yake. Ndiyo maana katika shughuli au harakati za wanadamu tunaunganishwa na mawasiliano, mazungumzo na maelewano. Au kwa maneno mengine, tunaunganishwa na uwepo wa suluhu. Suluhu yenyewe sio suluhu mimi, lakini hata suluhu mimi nitafanya kazi yangu ya kuunganisha taifa. Kwa hiyo tunaunganishwa na uwepo wa suluhu ya mambo katika jamii zetu. Kama mnavyofahamu, katika kuliunganisha taifa, serikali ya awamu ya 6 tulianza na falsafa ya R4 inayosimamia misingi ya kuzungumza na kuelewana, kuvumiliana, kubadilishana au kubadilisha mwelekeo baada ya maelewano na kuendelea kujenga taifa letu. Tunapoendelea mbele, hatutachoka wala kurudi nyuma kwenye kusimamia yote yanayohusu kujenga umoja na mshikamano wa taifa letu. Ndugu wa Tanzania, mkusanyiko wetu leo hapa sio kwa ajili ya kuwazawadia walioshinda kwenye uchaguzi, la hasha, bali ni matakwa ya kikatiba ya kukabidhiwa dhamana ya kuwa mtumishi mkuu wa taifa katika kuleta maendeleo endelevu kwa maana ya uimara wa kiuchumi, kisiasa, kidiplomasia na kijamii. Ili tuweze kuyatimiza hayo, hatuna budi kuhakikisha tunahimizana umoja na upendo kwa nchi yetu. Tunadumisha amani na kuheshimu sheria za nchi. Kinyume cha hayo, maandamano, vurugu, uvunjifu wa amani husababisha maumivu na havileti manufaa wala faida kwa yoyote yule. Ni wasihi wa Tanzania tuchague hekima badala ya ghadhabu, busara badala ya mihemuko, upendo badala ya chuki, uvumilivu badala ya vinyongo, umoja badala ya mgawanyiko na amani badala ya vurugu. Lakini vile vile ni wajibu wetu kuchagua unyenyekevu badala ya kiburi na huruma badala ya hasira. Taifa letu ni moja na lina nguvu zaidi kuliko mtu yoyote yule. Demokrasia haipimwi kwa nani kashinda uchaguzi, bali kwa jinsi tunavyoendesha mambo yetu baada ya uchaguzi. Tutakuwa na nguvu zaidi pale kila sauti chanya au hasi zitakaposikilizwa, kuheshimiwa na kuthaminiwa, na vile vile tunapoweza kuponya wenye maumivu. Hii si kazi ya upande mmoja wa serikali peke yake, bali ni kwa kila jumuiya za wananchi, vyama vya siasa, dini zetu na kila mwananchi. Na hapa nitumie fursa hii kuwashukuru kwa dhati ya moyo wangu viongozi wa dini waliohimiza amani na upendo katika kipindi chote cha kabla uchaguzi, wakati wa uchaguzi na sasa baada ya uchaguzi, wanavyoendelea kuhimiza amani na upendo. Ndugu zangu, nimeamua kutumia jukwaa hili leo kushukuru na kupongeza kwa kumaliza uchaguzi, kuhimiza umoja na mshikamano wa kitaifa na kusisitiza kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama taifa ni muhimu zaidi kuliko matakwa binafsi ya mtu yoyote. Masuala ya mwelekeo wa kazi za serikali kwa miaka 5 ijayo na ufafanuzi wa kina wa hatua zitakazochukuliwa kutekeleza dhana ya kazi na utu utatolewa katika hotuba ya uzinduzi wa Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kusema hayo, niwashukuru wote kwa kujumuika nasi kwenye tukio hili muhimu na la kihistoria. Nimepokea pongezi kwa heshima kubwa, na sasa safari ya kuwatumikia Watanzania kwa kipindi cha pili cha awamu ya 6 inaanza rasmi. Nawashukuru wananchi wote wa Tanzania na ni imani yangu kwamba tutashirikiana ndani ya safari hii. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Amen, amen, amen. Asante.
Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba niwaalike viongozi wote na wananchi tupunge bendera juu, tumpongeze Mheshimiwa Rais kwa hotuba nzuri kabisa. Pigeni vigelegele, wa Tanzania wasikie, dunia isikie. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wapo pia mabalozi kutoka nchi za Ulaya, Umoja wa Falme za Kiarabu, balozi wa Vatican, balozi wa Italia, balozi wa India, balozi wa Ujerumani, balozi wa Ethiopia, balozi wa Msumbiji. Asanteni sana kwa uwapo wenu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa marais mliopo, waheshimiwa viongozi wa wawakilishi wa marais kutoka ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika, waheshimiwa viongozi wa kitaifa na mataifa mliopo, waheshimiwa viongozi wakuu wastaafu mliopo, waheshimiwa mabalozi, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa viongozi wa siasa na madhehebu mbalimbali ya dini, waheshimiwa wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana. Mpaka hapa ndio tunafikia mwisho wa sherehe za uapisho wa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu leo hii tarehe 3 Novemba 2025. Tunakushukuru Mheshimiwa Rais na tunakuomba sasa ukaanze majukumu yako rasmi ya ujenzi wa taifa letu Tanzania. Asante sana Mheshimiwa Rais. Na mtazamaji wa TBC1, ZBC pamoja na vyombo vingine ambavyo vimejiunga katika matangazo haya mubashara, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amekwisha kula kiapo na kutoa hotuba yake akieleza na kuwashukuru wananchi kura zilivyotosha, lakini pia akaeleza namna ambavyo shughuli za nchi zitaendelea mara baada ya uchaguzi. Lakini sambamba na uapisho mambo yamebadilika, na unaona magari tofauti kabisa na yale ambayo aliingia nayo. Hizo ni Range Rover za kisasa kabisa, na pengine zinaonyesha mabadiliko ya kutoka awamu yake ya kwanza kuingia awamu yake ya pili. Lakini ni vile tu kwamba mabadiliko hutokea. Kwa hiyo moja kati ya mabadiliko yanaonyesha kwamba sasa ni awamu yake ya pili. Pengine hata magari yaliyo katika msafara wake yanasadifu hilo. Lakini amezungumza kwamba kuanzia leo shughuli zinaendelea mara moja, na amezungumza namna ambavyo ni muhimu kwa Watanzania kuilinda na kuiheshimu amani. Amezungumza kwamba ni kuamua tu kwamba shughuli zozote ama maamuzi yoyote utakumbana na kukabiliana nayo, akizungumza madhara ya namna ambavyo unaweza ukakabiliana na vyombo vya dola, ama namna ambavyo unaweza ukakaa chini mkazungumza na mkapata matokeo, akimaanisha kwamba katika kila jambo lolote mazungumzo kujenga mwafaka. Na ndivyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anapoondoka katika uwanja huu wa Gwaride. Na mara baada ya hapo mambo yamebadilika. Tulizoea baada ya kuondoka yeye anayefuata ni Daktari Philip Isidori Mpango, lakini ili kuonekana mambo yamebadilika sasa, atakayefuata ni Daktari Emmanuel John Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ikiashiria kwamba sasa mambo yamebadilika na uongozi umebadilika. Na ndivyo anavyoondoka hapa, msafara wake ukipambwa na pikipiki hizo maalum. Kama alivyoingia, tofauti ni moja tu. Wakati anaingia mara ya kwanza kulikuwa na magari mengine, sasa hivi ni magari mengine kabisa, yakiashiria kwamba mambo yamebadilika. Na magari yanayofuata sasa ni atakomchukua makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi, naye atafuata kuondoka. Na shughuli inafanyika hapa katika uwanja wa Gwaride, na uwanja huu ulikuwa maarufu sana kwa kamisheni, ambapo Amiri Jeshi Mkuu amekuwa akiutumia hapa, lakini leo unatumika kwa shughuli moja tu ya uapisho wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa shughuli ipo hapa Chamwino, kutoka upande mmoja kwenda eneo lingine. Na nikueleze tu, hii ni moja kati ya ikulu kubwa na za kisasa barani Afrika.
ambayo imepangwa na eneo lake lilitengwa kwa utaratibu maalum, na hii ilikuwa ni taswira ya maamuzi ya kuihamishia serikali makao makuu ya nchi Dodoma. Na moja kati ya taswira kubwa kabisa ni kujenga ikulu ambayo itatambulisha maamuzi yenyewe, na ni alama tu kuhamia, lakini pia itaonyesha mamlaka ya nchi na uhuru wa nchi wenyewe, kwamba sasa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inajenga ikulu ama makazi ya rais na ofisi ya rais yaliyo katika kiwango kinachotosha. Hii ni Dodoma. Kama ulikuwa unafikiri ni sehemu nyingine, hii ni Dodoma. Na wakati huu hali ya hewa unaweza kuiona hivyo, lakini ukija wakati wa mvua hapo inakuwa ni kijani tupu. Na msafara huo wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ukiondoka na magari mapya kabisa aina Range Rover, na ulizoea msafara wa rais unakuwa na VXR. Lakini leo baada ya kuapishwa na kuonyesha kwamba sasa ameingia katika ungwe yake ya pili, Waswahili wanasema hivyo, ama katika awamu yake ya pili ya serikali ya awamu ya 6. Na sasa marais mbalimbali anaondoka sasa. Ni rais wa Somalia, naam, ni Somalia akiondoka hapo. Na kama unavyojua tukio hili pia limehanikizwa na uwepo wa viongozi ama marais mbalimbali ambao wameshiriki katika shughuli hii maalum na kuonesha kwamba mambo yako sawa. Miongoni mwao ni Hakainde Hichilema ambaye ametoa hotuba yake aina yake akizungumza namna ambavyo ni muhimu katika nchi za Afrika kusimamia amani na utulivu, na akasema kwamba amani ni jambo ambalo linapaswa kulindwa kwa gharama yoyote ile, lakini pia akitoa wito kwamba basi wenyewe wa Afrika na wa Tanzania wanapaswa kusikilizana na kujua kwamba kuzungumza na kukaa mezani na kujadili mambo yao wenyewe na kuamua kwa utashi wao wenyewe ndio uhuru wa kweli, kuliko kufuata taratibu zingine ambazo mwisho wa siku zitatabadilika. Na nikukumbushe tu viongozi mbalimbali wa mataifa walioko hapa ni Rais Hakainde Hichilema wa Zambia ambaye alipata fursa kuzungumza, lakini jirani Evariste Ndayishimiye wa Burundi naye alikuwepo hapa, lakini pia Rais Daniel Chapo wa Msumbiji ni miongoni mwa viongozi waliokuwa hapa. Na msafara unaondoka hapo ni Rais Omar Sheikh Mahmud wa Somalia, naye alikuwa hapa. Lakini kuna mabalozi kutoka katika nchi mbalimbali ambao wamewakilisha nchi zao hapa. Makamu wa rais wa Uganda naye ni miongoni mwa waliokuwa hapa, na huyo ni General Evariste Ndayishimiye wa rais wa Burundi, na akisindikizwa na waziri wa mambo ya nje Mahmoud Thabit Kombo. Na basi mambo ndio hivyo yanakwenda ikiashiria hapo. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wako pembeni hapo wakionesha kwamba sasa tukio limefikia mwisho. Na kukumbusha tu mwanzo wakati amiri jeshi anaingia na wenyewe walisimama hapo wakiashiria kwamba sasa shughuli inakaribia hapo. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Na wakati tukiwa hapa tulikuwa tukipata mawili matatu kutoka kwa Meja Tumaini Bigambo, hasa pale ambapo rais alikuwa akiingia. Wengi walikuwa wanasema rais mteule. Hapana, rais alikuwa akiingia na mamlaka yake, na ndio maana aliingia na bendera ya rais, kama nilivyokueleza hapo mwanzo kwamba bado anakuwa ni amiri jeshi mpaka pale atakapoingia bendera itashushwa, na baada ya bendera kushushwa sasa ndio aliitwa rais mteule ili akale kiapo na kisha bendera kupandishwa tena. Na ndivyo ilivyo, na tutapata fursa wakati mwingine ya kuyazungumza haya na ili kuyafahamu, ili Watanzania pamoja na walioko nje ya mipaka wajue taratibu hizi za kuapishwa wakati rais anapoapishwa na mara anapoondoka. Na angekuwa ni rais ambaye amemaliza msimu wake, basi baada ya kuingia na kuwa ni amiri jeshi, lakini mara baada bendera kushushwa sasa anapunga mkono kuaga na atakwenda pembeni, ambapo sasa rais mteule atakuja pale na kisha atakula kiapo na kupandishwa tena kwa bendera ya rais, kuonyesha kwamba sasa mamlaka yako kamili. Na ni viongozi mbalimbali wakiondoka wakiashiria kwamba sasa zoezi hili
linaelekea mwisho na kuhakikisha kwamba kilichotufikisha hapa mambo yanaelekea mwisho. Ni Hakainde Hichilema akisalimiana na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akisalimiana na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, lakini pia akisalimiana na makamu wa rais wa Uganda. Na sasa anasalimiana na Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu, lakini pembeni yake ni Profesa Kithure Kindiki, makamu wa rais ama naibu rais kwa lugha wa Kenya wenyewe. Sasa anashuka Hakainde Hichilema ambaye katika shughuli ya leo ametoa hotuba bora kabisa akiwakumbusha Waafrika umuhimu wa kuitunza amani, lakini akiwakumbusha Waafrika na Watanzania kusema kwamba mwisho wa siku Tanzania imekuwa mfano na kinara wa amani. Kwa hiyo akasema anaomba chonde wajibu huo Tanzania isiweke kando, akiwasihi wa Tanzania lakini pia na viongozi kwamba amani lazima ilindwe, isimamiwe kwa gharama yoyote ile, ili Tanzania iwe salama na iendelee kutimiza wajibu wake. Hivyo ndivyo mambo yanavyoashiria kwamba ule mwisho unaelekea kufika. Nasi tunangoja tu viongozi hapa waondoke katika eneo hili na kisha kukuacha na kuendelea na shughuli nyingine. Lakini nikueleze tu lililotuleta hapa sasa linafikia mwisho. Mwanzo nilikueleza kwamba mkoko ulikuwa umealika maua. Bila shaka sasa mambo yameshakuwa sawa, na punde tu hivi tutamaliza shughuli yetu katika eneo hili, ili tukiashiria kwamba mambo yako sawa. Tuko sisi TBC1 lakini pia na ZBC katika kuhakikisha kwamba mambo yako sawa. Naam, asante Amini. Kama ambavyo umeeleza, hayawi sasa yamekuwa lile tukio ambalo tulikuwa tukilisubiria ama tukilingoja, tayari limekamilika. Tumeshuhudia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akila kiapo, lakini pia akitoa ahadi ya kulitumikia taifa kwa nguvu, vipawa na maarifa yake yote. Lakini pia ametoa wito kwamba uchaguzi umekwisha na kilichobaki kwa sasa ni kazi ya kulijenga taifa. Na hii sio kazi ya serikali peke yake, Amini na Anet, lakini ni jukumu la kila mmoja wetu kwa nafasi yake. Wapwani wanasema mjenga nchi ni mwananchi na mbomoa nchi ni mwananchi. Sadaka. Lakini ni mwenda wazimu peke yake anaweza akabomoa jambo jema. Lakini mwenye busara ataijenga jambo ili kujenga Jamhuri ya Muungano bora. Amezungumza wazi katika hotuba yake kwamba atatoa uelekeo wa nini anapaswa kukifanya katika hotuba ya kulizindua rasmi bunge la 13. Na akisema kwamba hapo ndipo ataeleza nini anataraji, atakwenda kwa namna gani, lakini amesema atafafanua zaidi maana halisi ya kazi na utu. Naam, Amini, kukamilika kwa hafla hii basi kunaashiria kuanza kwa ile safari ya matumaini ya Watanzania ya kuwa na taifa imara lakini lenye uchumi jumuishi. Daktari Samia amesema kwamba kazi imeanza na ametaka maisha ya wananchi yarejee mara moja katika hali ya kawaida. Kwa hivyo tunavyohitimisha hapa, basi tuombe ule wito ambao umetolewa kwa wananchi na watendaji wengine basi tuweze kutimiza ili hali ya maisha iweze kurejea. Na sisi kule Zanzibar ama ZBC tunasema amani ni amana. Naam, amani ni amana. Anayeondoka sasa ni rais wa Msumbiji, Rais Daniel Chapo. Na ikumbukwe ni kutoka katika chama cha Frelimo. Frelimo ni chama rafiki na Chama cha Mapinduzi CCM. Lakini upekee tu ni kueleze kwamba Frelimo ya Samora Moise Machel na Eduardo Chivambo Mondlane iliasisiwa Dar es Salaam. Wakati ambapo wapiganaji wa Msumbiji walikuwa hapa Dar es Salaam, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipoamua kuifanya Tanzania kuwa ardhi ya mapambano kimkakati, lakini pia kwa medani za kivita, kuhakikisha kwamba wanaazima wataalam na kushirikiana ili kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa sawa. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba Rais
wa Msumbiji Daniel Chapo yuko nyumbani, yuko mahali ambapo chama chake cha Frelimo ambacho yeye ndio alibeba bendera ya uchaguzi uliopita na kuwa rais, sasa kiliasisiwa hapa. Kwa hiyo naweza kusema nikizungumza hapa unapata taswira namna ambavyo kwa nini rais wa Zambia Hakainde Hichilema amezungumza kwamba Tanzania imebeba taswira kubwa ya amani, utulivu, na chochote itakachokifanya basi kina maana kubwa. Kama uchaguzi ukiwa huru na mama baada uchaguzi wa Tanzania wakaamua kwamba sasa tunaendelea mbele, tunajenga uchumi, basi hii ndio tafsiri yake, kwamba viongozi wanaokuja hapa mataifa haya yana msingi mkubwa. Zambia viongozi wake walikuwa hapa, Burundi viongozi wake walikuwa hapa, Msumbiji mapambano ya harakati yalikuwa hapa, lakini pia tumekuwa na urafiki na mataifa mengi. Kenya imekuwa na urafiki na Tanzania tangu huko na imepita. Wakati mwingine kuna kupanda mlima, kuna kushuka, lakini urafiki umekuwepo. Na ndio maana leo Jamhuri ya Kenya imemtuma hapa Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki kuja hapa kuwakilisha wa Kenya na kumwakilisha rais wa taifa hilo William Samoei Ruto. Kwa hiyo haya ndio hali halisi. Rais wa Somalia alikwisha ondoka, na huyu anaondoka sasa ni rais wa Msumbiji Daniel Chapo. Na hiyo ndio hali halisi. Nilikuwa nakueleza tu mawili matatu kwamba historia ya Tanzania ina vinasaba, ama naweza kusema historia ya Afrika na hasa kusini mwa Afrika ina vinasaba na Tanzania. Hauwezi kuandika hata ukurasa mmoja wa uhuru wa Afrika Kusini, licha ya ukongwe wa chama chake cha ukombozi wa nchi hiyo ANC kuasisiwa 1912 na kina Sir Albert Lutuli, lakini huwezi ukaandika ukurasa wake mmoja wa historia pasipo kuitaja Tanzania, kwa sababu viongozi wake pia walikuwa huku, walitumia hata hati za kusafiria za Tanzania. Anaondoka sasa ni makamu wa rais wa Uganda ambaye alikuwa hapa kuliwakilisha taifa hilo, na ikumbuka kwamba Uganda na Tanzania hatuwezi kuzungumza historia ya mapambano ya vita vya kumwondoa nduli Idi Amin, lakini kilichopo hapa ni namna ambavyo mataifa haya yameamua kuumanisha fursa za kiuchumi, ambapo hivi sasa kuna mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki EACOP, na wenyewe katika eneo la Hoima wamegundua mafuta Kingfisher na Tilenga, na hivi sasa wanahakikisha kwamba mradi huo unatekelezwa. Waliamua kuupitisha wapi? Wakakumbuka fadhila zao za Tanzania, wakaamua sasa tuupitishe kwa ndugu zetu wa damu na gamu Tanzania. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo ukiangalia bendera ya Uganda unaona taswira hiyo. Unaona namna ambavyo Mwalimu Nyerere alisema nia tunayo, sababu tunayo na nguvu tunayo, wakamfurusha nduli Idi Amin. Lakini sasa hayo yote ni historia. Yanayokuwepo sasa ni kwa namna gani mataifa haya mawili yanashirikiana kiuchumi. Ziara za Rais Yoweri Kaguta Museveni hapa Tanzania zimekuwa mara kadhaa, na kizungumza wazi kwamba ninyi ni ndugu zetu, ninyi ni marafiki zetu wa shida na raha. Na nakumbuka hotuba yake wakati anazungumza kwamba kwa nini ameamua bomba la mafuta ghafi lipite Tanzania. Alisema Tanzania wamekuwa ni marafiki. Lakini hata historia ya huko, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere shahada yake ya kwanza alisoma chuo kikuu cha Makerere kiko Uganda. Lakini rais wa sasa Yoweri Kaguta Museveni shahada yake ya kwanza alisomea chuo kikuu cha Dar es Salaam. Unaweza ukaona namna ambavyo mataifa haya mawili yamekuwa na vinasaba vya ushirikiano ambao umejikita katika kuhakikisha kwamba unaweka uhusiano huu karibu zaidi. Kwa hiyo yapo mengi, ukimwona mtu, ukimwona nani, unaweza kuona kwamba ni kwa namna gani haya yanajenga urafiki wa karibu. Na sasa ni kiongozi wa Komoro. Niweleze tu, Komoro ni miongoni mwa mataifa ambayo kiuchumi Tanzania ama Watanzania ama wafanyabiashara wa Tanzania wakiondokea bandari ya Mtwara, wakiondokea bandari ya Zanzibar, wakiondokea bandari ya Dar es Salaam, wakitumia bandari ya Tanga na bandari zingine ndogo ndogo kuunganisha shughuli za kibiashara. Ni taifa ambalo liko katika visiwa, kwa hiyo 90% ya bidhaa zake ni kutoka nje. Kwa hiyo ni taifa ambalo lina fursa sana
Ukizungumza mara kadhaa na Balozi Yakub ambaye ni balozi wa Tanzania Komoro, anaweza kueleza mara kwa mara fursa zilizopo. Kwa hiyo nikizungumza hivi, wanaofuatilia matangazo haya ambao tayari wananufaika na fursa za kiuchumi za mataifa haya wanatikisa kichwa kusema naam, marahaba, ni taifa rafiki na limekuwa na ushirikiano mkubwa wa kiuchumi. Lakini nao pia wana fursa za hapa. Ukifika katika soko lililochangamka zaidi Afrika Mashariki na Kati, Kariakoo, utawakuta wa Komoro wanafunga biashara zao hapa na wanatumia mashirika mbalimbali ya ndege kutoka uwanja wa kimataifa wa Karume, kutoka katika uwanja wa Kilimanjaro KIA, kutoka katika uwanja wa Julius Nyerere. Ukifika hapo utaona wa Komoro namna wanavyobeba bidhaa kwa kutumia anga na kupeleka kwao. Utaona pia shughuli mbalimbali na zenyewe zikiendelea kuhakikisha kwamba Komoro ina unja fursa hizi za mataifa haya. Ninakuonyesha namna ambavyo mataifa haya yamekuwa rafiki, na shughuli hii imeshamirishwa na viongozi hawa ambao wamekuja kushiriki katika shughuli hii. Ni viongozi mbalimbali wakiondoka wakisalimiana sana hapo na marafiki, lakini hapo wakiagana na viongozi wa ulinzi na usalama, wakisalimiana hapo na Jenerali Mkunda ambaye ni mkuu wa jeshi ya ulinzi, akisalimiana naye akiaga hapo. Kwa hiyo akiagana naye hapo ili kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda. Mahmoud Thabit Kombo ndio akiwasindikiza wageni katika uwanja huu maalum wa gwaride maalum ambalo limefanyika hapa. Hii ni brass band ambayo ilikuwa ikiongoza shughuli mbalimbali. Inaendelea kwamba hapapoi mpaka viongozi mbalimbali waondoke hapa, na ikiashiria kwamba shughuli hii imefikia mwisho. Nilikuwa nikikueleza mawili matatu kuhusiana na historia ya taifa la Tanzania. Upo wakati ilipitia changamoto, kwa mfano katika vita ya Uganda, taifa la Tanzania lilipitia changamoto, ili lazimu kutumia fedha nyingi sana kuhakikisha kwamba linalinda heshima yake na kumfurusha Nduli Idi Amin. Kwa hiyo hapo taifa lilikumbwa na changamoto, mipango mingi ya kimaendeleo ilipata changamoto hapo. Lakini tazame tu kwamba baada ya hapo mikakati mbalimbali iliwekwa na kuhakikisha taifa liliendelea. Kila awamu ilibeba wajibu wake mzito, na hauwezi ukalinganisha awamu moja mpaka nyingine kwa sababu kila awamu ilibeba wajibu. Na ni viongozi mbalimbali hao wakiondoka hapo na katika uwanja huu. Na hapa ni Chamwino, nilikueleza ni moja kati ya ikulu kubwa na za kisasa. Yaweza kuwa ni miongoni mwa ikulu chache zenye ukubwa huu, hasa katika kiwango cha kutosha ambacho mambo yanakuwa hapa. Niko na Anet Andrew ambaye alikuwa hapa. Pengine Anet, ni shughuli zinafikia tamati sasa? Naam, Amini Anthony Mgeni, kama ambavyo wanasema ni kweli shughuli zinafikia tamati, na bila shaka mtazamaji wa TBC, ZBC na vyombo vingine vya habari ambao walipata fursa ya kutufuatilia wamefaidika vilivyo kwa kushuhudia hafla ya uapisho kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bila shaka uko tayari tena, Amini Anthony Mgeni, kuendelea? Naam, anaondoka naibu ni naibu rais wa serikali ama Jamhuri ya Kenya, Profesa Kithure Kindiki. Na hii nilikueleza hapo awali, Kenya ni taifa ambalo tuna makabila ama tumepakana na makabila mengi yanafanana. Kuna Wamasai wa Kenya, kuna Wamasai wa Tanzania, kuna Wajaluo wa Kenya, kuna Wajaluo wa Tanzania, kuna Wakuria wa Kenya, kuna Wakuria wa Tanzania. Kwa ni taifa ambalo limekuwa na urafiki na mataifa mengi sana, ambalo tukiyatazama unaona kabisa kwamba ushirikiano huu unaakisi ama uwepo wa watu kama Profesa Kithure Kindiki, naibu rais wa Kenya, inaonyesha kabisa urafiki wa karibu kabisa kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda. Na shughuli inaelekea kufikia tamati. Viongozi mbalimbali wanaondoka hapa katika eneo hili. Na nikueleze tu kwamba mpaka wa Kenya
na Tanzania wakati fulani ulikumbwa na changamoto, lakini tukarudi pale pale kwenye mazungumzo. Ziara ya mwanzo kabisa Rais Samia Suluhu Hassan nchini Kenya alikutana na rais wakati huo Uhuru Muigai Kenyatta. Akasema Rais Uhuru ni Uhuru na Rais Samia kutumia suluhu kutatua changamoto. Mara baada ya hapo mambo yalibadilika na uhusiano baina ya mataifa haya umeendelea kuimarika, na ni mataifa ambayo yako mstari wa mbele kuweka taswira ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ukizungumza Jumuiya ya Afrika Mashariki, basi utahitaja kwanza Tanzania na anayefuata hapo utahitaja Kenya. Ndivyo mambo yalivyo. Viongozi ama wawakilishi wa mataifa mbalimbali wangali wanaendelea kuondoka katika viwanja hivi hapa Ikulu ya Chamwino. Kwa mbali kule Mahmoud Thabit Kombo akiagana na viongozi mbalimbali ambao wako hapa. Shughuli hii ilihudhuriwa pia na wabunge wateule, na kama unavyojua ndio kwanza wametoka kwa wapiga kura na wapiga kura wamewapa ridhaa, na sasa wataanza kujisajili katika bunge kama wabunge, na kisha kitafuata vikao ambavyo sasa wataapa mmoja baada ya mwingine kuapa kwa wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana nafasi 10 vile aonavyo kuwateua wabunge. Kwa hiyo huenda akawateua wabunge kulingana na ridhaa yake, wakajaza nafasi hapo na wakaenda kulitumikia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo ndivyo mambo yalivyo, na baada ya hapo Rais pia atawasilisha jina la nafasi ama uteuzi wa waziri mkuu. Bunge litapitisha na kisha baadaye jina litasomwa, na kisha baadaye itafuata hapo ataapa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ikumbukwe kwamba kuapa kwa Rais Samia Suluhu Hassan tena kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuna ishara nyingi. Hii leo Daktari Philip Isdori Mpango, yeye kuanzia leo ni makamu wa rais mstaafu. Kwa hiyo hiyo ndio shughuli, na msafara leo umeondoka na Daktari Emmanuel Nchimbi ambaye yeye ndiye makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia hivi leo. Ulimi wako uzoezoe hivyo, siku 60 alizozunguka kuomba ridhaa basi zikatosha, ndio mambo yako hivyo. Basi tunakaribia kufikia mwisho wa matangazo haya. Umekuwa nasi kwa muda sasa tukikupitisha kwenye tukio hili